Wazee wa zamani walikuwa na maneno ambayo vijana wa sasa huyadharau, kana kwamba ni hadithi za kutisha za kuwazuia wasijifurahishe. Lakini ukweli ni kwamba maneno yale yalizaliwa kutokana na machungu ya matukio halisi. Miongoni mwa maneno hayo, mojawapo lilikuwa, usimwage chakula nje usiku. Vibwengo hutambaa gizani kutafuta hicho unachokidharau, na huja na hasira wakileta laana katika nyumba yako. Hii ilikuwa imani ya zamani, hasa katika vijiji vya kanda ya ziwa na maeneo ya milimani, ambako watu waliamini kuwa chakula kilikuwa zawadi kutoka kwa mizimu. Kukitupa hovyo, hasa usiku, ilikuwa ni ishara ya dharau kwa waliokutangulia, na pia mialiko kwa viumbe wasio wa kawaida kuingia nyumbani kwako. Mwaka 2023, kijiji cha Ng'ang'ani, kilicho pembezoni mwa pori la Rubondo, kilianza kushuhudia visa vya ajabu. Familia nzima ilianza kufa, mtu mmoja baada ya mwingine. Watoto walizimia kila usiku, wengine walikuta miguu yao imefungwa kwa nyuzi nyeusi zisizotambulika. Mkulima mmoja, Ndalu, alipojaribu kuchoma takataka za chakula usiku, alikutwa kesho yake amepoteza sauti. Haikuchukua muda kabla ya wazee wa mila kuanza kupiga mbiu ya mgambo, wakihimiza watu warudi katika heshima za zamani. Lakini kijana mmoja, Lucas, aliyerudi kijijini akitokea mjini Mwanza, hakutaka kusikia. Aliona imani hizo ni upuuzi. Ndani ya mwezi mmoja, familia yake ilianza kukumbwa na mambo yasiyoelezeka. Usiku ulipoingia, kijiji cha Ng'ang'ani kilikumbwa na utulivu wa ajabu. Mbwa walinyamaza, ndege wa usiku hawakutoa milio yao ya kawaida. Lakini ndani ya nyumba ya familia ya Lucas, hali ilikuwa tofauti. Televisheni ikilia kwa sauti, watoto wakicheka, na harufu ya wali wa nazi ikiendelea kutanda angani. Lucas, kijana wa miaka 29, alikuwa amerudi kijijini baada ya miaka 6 mjini Mwanza. Alikuwa amechoka na maisha ya haraka ya jiji, na aliamua kurudi kijijini kwao kupumzika na kusaidia wazazi wake ambao walikuwa wakizeeka. Siku hiyo mama yake, Mama Nyarandu, alikuwa amepika chakula kingi mno. Walitarajia wageni ambao hatimaye hawakufika. Basi tumezidisha wali, Lucas, mama alisema kwa upole, akipanga sahani mezani. Lucas alicheka. Tupelee mbwa au tumwage nje kabisa? Ni nani atakula wali wa jana kesho? Mama yake alitetemeka. Hapana mwanangu, usithubutu, usimwage chakula nje usiku. Unaweza kuwaita vibwengo. Lucas alicheka kwa dharau. Mama, hayo ni mambo ya enzi za mkoloni. Vibwengo ni hadithi tu. Lucas, mama yake alisema kwa sauti ya chini, vitu hivyo si hadithi, vipo. Ndio maana tulikufundisha, usimwage chakula usiku. Ukidharau, utaona kilichofichwa gizani. Lakini Lucas hakuamini. Usiku ulipofika saa 3 kasorobo, alichukua beseni dogo la plastiki lililokuwa na wali wa nazi, samaki waliobaki na mabaki ya mboga ya majani, akaenda nyuma ya nyumba na kuumwaga ardhini. Alipotupa chakula, upepo mkali ulivuma ghafla. Miti ilianza kutetemeka bila sababu, na milio ya mbao kutoka jikoni ikaanza kusikika. Upepo tu huu, Lucas alijisemea, kisha akarudi ndani. Mama yake alikuwa amesimama mlangoni, akimkodolea macho. Umetupa chakula? Lucas hakujibu. Aliposhika mlango kuingia ndani, jogoo wa jirani alipiga kelele za kushangaza. Sauti yake ilikuwa kama mtu aliyekabwa koo. Usiku huo, Lucas alilala chumba cha wageni. Alipozima taa, alisikia sauti ya kitu kama mtu anayetambaa juu ya paa. Kwa mbali, mlango wa choo cha nje uligonga ghafla, ukafunguka na kujifunga wenyewe. Mbwa wa jirani walianza kulia kwa huzuni, sauti zao kama zinamlilia mfu. Lucas alijitahidi kulala. Alidhani ni akili yake tu. Lakini saa 8 usiku, aliamshwa na mlio wa mtu kupiga pua chumbani. Aliinuka na kuwasha taa, hakuna mtu. Hata mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Alisikia kitu kikijikokota chini ya kitanda. Alipotazama, kivuli cheusi kilitoka taratibu na kutambaa ukutani, kikitoweka kwenye dari. Asubuhi mama yake alimpata akiwa amekaa kitandani, macho yakiwa mekundu kama mtu aliyeamka katikati ya ndoto mbaya sana. Mama, nilisikia vitu. Kulikuwa na mtu chumbani usiku. Mama yake hakushangaa. Aliketi kitandani na kusema taratibu, ulikataa ushauri. Sasa umefungua mlango wa vibwengo. Lucas alijaribu kupuuzia. Alijifanya mjanja. Lakini usiku uliofuata, mambo yalizidi kuwa mabaya. Usiku wa pili, Lucas alijaribu kutoweka chakula chochote. Alihakikisha beseni la chakula lililotumika limeoshwa. Lakini saa 6 usiku, mlango wa nyuma ulijifungua wenyewe. Kitu cheusi kama mbingu isiyo na mwezi kikaingia ndani. Kikachukua umbo la mwanadamu aliyejikunja. Kivuli hicho kilitembea hadi jikoni, na sauti ya mtu akimeza chakula kwa kasi ikaanza kusikika. Sauti ya kukoroma, ya vinywa vingi vikila kwa pamoja. Lucas alisikia kila kitu akiwa kitandani. Miguu yake ilikataa kutembea.
Sauti hiyo ilipomalizika, dirisha lilifunguka ghafla na kimya cha kutisha kikarejea. Asubuhi alipoamka, meza ya chakula ilikuwa na alama za vidole vya majivu. Sahani zilikuwa tupu, hata chakula kilichokuwa kwenye friji kilitoweka. Mama alimtazama kwa macho ya huzuni. Sasa wameingia, hawatatoka hadi ulipe. Madhara ya kwanza. Siku ya tatu, mdogo wake Lucas, Baraka, mwenye miaka 10, alianza kulalamika miguu yake imekauka. Aliamka na miguu kama ya mtu aliyefungwa kamba za moto. Nyuzi nyeusi zilikuwa zimezunguka miguuni, kana kwamba mtu alimfunga usiku. Walipojaribu kuzikata, zilionekana kama zinaishi, zilijitingisha kama minyoo. Baraka alipiga kelele, macho yake yakabadilika rangi kuwa mekundu, akazimia. Walipojaribu kumpeleka hospitali ya wilaya, gari la jirani lililowabeba liligonga jiwe lisiloonekana barabarani, tairi likapasuka, wote wakarudi kijijini. Mama alilia. Lucas alianza kuelewa kuwa aliyofanya hayakuwa ya kawaida. Alichokifanya kilikuwa ni kuitukana dunia isiyoonekana, na sasa dunia hiyo inamjibu. Mzee Mwasiti anaonywa. Mama yake Lucas alimpeleka kwa mzee Mwasiti, mzee wa mila wa kijiji hicho, aliyekuwa haongei hovyo. Aliposikia simulizi la Lucas, hakushangaa. Mtoto wako ameanza safari ya kivuli, mzee Mwasiti alisema kwa sauti ya kina. Vibwengo si viumbe rahisi, wanakula kinachodharauliwa, na ukishawaita usema twashukuru kwa sadaka. Hawajali kama uliwapa kimakosa. Lucas alipiga goti. Naweza kuomba msamaha? Mzee Mwasiti alimwangalia kwa macho makali. Laana hiyo ni ya siku 7. Ukifika siku ya 7 na hujatoa sadaka ya kutosha au kuonyesha toba, watachukua damu, si chakula tena. Usiku uliofuata ulikuwa tofauti. Ulikuwa na ukimya wa kutisha, ule ukimya ambao hata upepo huogopa kuvuma. Familia ya Lucas ilikuwa imelala mapema, au walijilaza wakijifanya kulala, huku wakiusikilizia usiku kwa hofu ya yasiyosemwa. Taa zote ziliwashwa ndani ya nyumba, lakini hakuna aliyehisi mwanga. Saa 5 za usiku, Lucas alisikia mlio wa vitu vikidondoka jikoni. Kwanza kikombe, kisha kijiko, halafu sahani. Aliinuka na kwenda chumbani kwa mama yake. Akamkuta akiwa macho, machozi yakitiririka polepole mashavuni. Wanataka kula tena, mama alisema kwa sauti ya kutetemeka. Na safari hii, hawatalazimisha chakula, watakula majivu. Lucas hakuamini alichosikia. Majivu gani mama? Mama aliketi kitandani, akafunua kitambaa alichokuwa amefunika ndani yake vipande vya mkaa. Vibwengo hujilisha kwenye vumbi la dharau. Wakishindwa kupata wali wa kawaida, wanajitengenezea wa kwao. Wakitengeneza mlo wao, si wa kuzuia tena. Lucas alihisi baridi ikimpanda mgongoni. Wakati huo huo, dirisha la sebuleni lilifunguka ghafla bila yoyote kuligusha. Kivuli cheusi kilichokuwa kama moshi mnene kikaingia ndani kwa kasi na kupita mbele yao kama upepo wa kuzimu. Kikaelekea jikoni, na muda mfupi baadaye, sauti ya mtu akitafuna mfupa kwa nguvu ikaanza kusikika kama simba anakula. Lucas alitaka kukimbia, lakini miguu ikagoma. Aligeuka kumwangalia mama yake, lakini alikuwa amefumba macho na kushika rosari yake kwa nguvu. Kama ilivyotokea kabla, kila kitu kilitulia baada ya dakika chache. Lakini alama za majivu meusi zilikuwa zimejaa mezani, sakafuni, hata kwenye dari. Lakini madhara hayakuwa yameisha. Kifo cha paka mweupe. Asubuhi yake, paka wa nyumbani mweupe na mrembo aliyeitwa Chaka alipatikana amekufa kwenye bustani ya nyuma ya nyumba. Macho yake yalikuwa yamechomolewa na ngozi yake ya tumboni ilichanwa kama mtu aliyepasuliwa kwa panga. Lucas alishtuka. Hii si ya kawaida. Mama aliangalia chini, halafu akasema kwa sauti ya huzuni, walikuwa na njaa. Paka alikuwa karibu. Ni sadaka ya bila hiari. Walipojaribu kumzika paka huyo, mchanga uliofunikwa juu ya kaburi lake ulizama kama shimo la mchwa. Hakukuwa na mwili baada ya dakika 5. Ulimezwa. Ndoto ya onyo. Usiku wa 6, Lucas alipata ndoto ya kutisha. Alikuwa shambani peke yake usiku. Anga lilikuwa jekundu kama damu, na ardhi ilikuwa imechafuka kwa chakula kilichooza: wali mweupe uliooza, samaki walioloa matope, na mboga zilizogeuka nyoka. Kisha akaona kivuli kirefu kikija mbele yake. Kilikuwa na vichwa vitatu, cha mwanamke, cha mtoto mchanga, na cha mwanaume mzee. Vichwa hivyo vilikuwa vikizungumza kwa pamoja. Ulituita kwa dharau, sasa twaona thamani. Umelisha mdomo wa njaa, sasa utatulisha roho zako. Siku ya 7 ni sikukuu yetu. Ukikaidi, hatutachukua chakula, tutachukua damu yako. Lucas alipoamka, kitanda kilikuwa kimejaa matope. Kifua chake kilikuwa na alama ya kiganja cha mtoto mdogo kilichojaa majivu. Kukimbilia kwa mzee Mwasiti. Mapema asubuhi, kabla hata ya jogoo kupiga, Lucas na mama yake walikimbilia kwa mzee Mwasiti. Walipofika,
walimkuta amekaa kwenye mkeka wa majani, akisugua magamba ya mti mkavu kwenye kibuyu cha ganda la nazi. Mzee Mwasiti alipoona alama kwenye kifua cha Lucas, alipumua kwa kina. Mlo wa mwisho unakuja. Siku ya 7 ndiyo kesho, na wao hawana subra. Lucas alilia, naweza kufuta hii laana vipi? Mzee Mwasiti alimwangalia kwa macho yaliyobeba historia ya miaka mingi. Kuna sadaka pekee inayoweza kuwaridhisha vibwengo, sadaka ya heshima. Sadaka ya heshima? Lucas aliuliza. Nenda kwenye msitu wa Mlalo, saa 10 alfajiri. Peleka chakula kisicho na chumvi, kisafi, kilichopikwa kwa nia ya toba. Peleka kwenye mti wa mapalapala. Ukifika hapo, omba msamaha kwa sauti. Toa chakula juu ya jiwe la duara, halafu geuka na usitazame nyuma. Mama yake alimsindikiza Lucas hadi kwenye msitu huo. Ilikuwa giza nene. Walienda na wali mweupe ulioandaliwa bila mafuta wala chumvi, samaki aliyechemshwa bila viungo na maji safi. Walipofika kwenye mti wa mapalapala, Lucas aliweka sadaka juu ya jiwe la duara kama alivyoagizwa. Alianza kusema, nisameheni, sikujua. Nilidhani ni hadithi, lakini sasa najua na nimejifunza. Pokeeni sadaka hii kwa heshima. Alipogeuka kuondoka, upepo ulivuma kwa nguvu, sauti ya kicheko cha vichwa vitatu ikasikika kwa mbali. Kisha kila kitu kikawa kimya. Siku ya 7, waliporudi nyumbani, walikuta nyumba ikiwa tofauti. Mbwa wa jirani walikuwa wamelala bila uhai. Mlango wa nyumba ulikuwa umefunguliwa nusu, lakini ndani hapakuwa na alama ya kuvunjwa. Lucas alipofungua mlango, alikuta chakula kilichowekwa juu ya meza kilikuwa kimegusa ardhi, lakini hakikuwa kimeharibika. Halikuwa na funza, halikuwa na harufu. Lilikuwa na harufu ya maua. Mama yake aliangua kilio. Wameridhika. Lucas alianguka chini, akapiga magoti. Asante, alijisemea. Lakini alipoamka usiku wa manane, aliona kivuli kikiwa kimetulia mlangoni mwa chumba chake. Kivuli hicho kilinong'ona kwa sauti ya vichwa vitatu. Tumekusamehe, lakini usirudie tena. Ukimwaga chakula usiku, hatutarudi kula, tutarudi KUKULA. Siku iliyofuata, Lucas alikubaliana na ukweli kwamba maafa yaliyojiri ni laana ya vibwengo. Ingawa alijua alichopaswa kufanya ili kuepuka madhara zaidi, alijua pia kwamba wengine wangeendelea kutenda makosa kama yale aliyoyafanya zamani. Hakuwa na uhakika kama familia ya jirani yao ingeweza kuelewa au kukubaliana na kile kilichotokea. Katika kijiji chao kilichozungukwa na milima ya kijani kibichi, kilikuwa ni kawaida kwa watu kufanya dhihaka kwa mila na desturi za zamani. Hakuna aliyejali kuhusu kusema samahe au kuchukua sadaka kwa ajili ya kulinda familia. Wengi walikuwa wakicheka na kudharau, wakidhani kwamba hakuna madhara yanayotokana na kutozingatia mila hizo. Lakini ilikuwaje kwa familia ya jirani ya Lucas, familia ya Malina? Aliamini kwamba walikuwa watu wa kawaida tu, ingawa walikuwa na tabia ya kupuuzilia mbali mafundisho ya wazee wao. Hawa walikuwa ni watu waliokuwa na hali nzuri, lakini walikuwa na kiburi kuhusu mila na desturi za kijiji. Kufunguka kwa muda wa laana. Asubuhi hiyo, Lucas alikusanyika na mama yake kwenye kivuli cha mti mkubwa katika shamba lao, ambapo walikuwa wakiona machafuko ya familia ya Malina kutoka mbali. Aliona mama wa familia ya Malina, Bi Malina, akiwapa watoto wake chakula cha jioni kabla ya jua kutua. Hakuna aliyeonekana kuhofu wala kujali, akichukua chakula kutoka jikoni bila woga au shaka. Leo inabidi tufanye jambo tofauti, Lucas alisema kwa sauti ya chini, akimwangalia mama yake kwa macho ya hofu. Mama yake alimwangalia kwa macho yenye wasiwasi. Hata wewe unajua Lucas, hatuwezi kuzuia kila mtu. Familia ya Malina hawajui madhara yao. Nadhani ni mapenzi na ujinga wao tu, lakini wasipojua hii inaweza kuwa hatari. Lucas alijua mama yake alikuwa na haki. Ingawa alikuwa amefanya sadaka ya heshima kwa vibwengo, hakuwa na uhakika kama familia ya Malina ingeweza kuelewa au kutoa sadaka ya aina hiyo. Lakini jambo moja lilikuwa wazi, mstari wa vibwengo hawakufanya dhihaka. Waliishi kwa kudai na kulipiza kisasi kwa hasira. Madhara ya dhihaka. Siku ilivyokuwa ikiendelea, familia ya Malina ilifanya kosa la wazi. Walitupa chakula nje kwa dhihaka, huku wakicheka kwa sauti ya furaha. Chakula hiki, kama wengine wanavyosema, ni chakula cha furaha, alisema Bi Malina kwa sauti ya kicheko, akitupa sahani za chakula zenye vionjo vya kitamu na ladha ya kupendeza. Nadhani vibwengo wanapaswa kujua kwamba sisi sio watu wa kuishi kwa masharti yao. Na aliendelea kumwambia mtoto wake, tunaishi kwa mapenzi, wala hatuwezi kuwa na woga wa vizuizi vya kijiji. Kama ilivyokuwa desturi, familia ya Malina iliona tu furaha kwa kutupa chakula kwa ajili ya dhihaka, lakini hawakujua kwamba walikuwa wamefungua mlango wa madhara makubwa zaidi. Walikuwa wamejiingiza kwenye mchezo wa moto ambao ungeliteketeza kila kitu walichokuwa nacho. Msururu wa vilio
Usiku ulipofika, familia ya Malina ilikubaliana kufanya sherehe kidogo kwa heshima ya shukrani kwa chakula chao cha usiku. Walicheka na kuzungumza kwa furaha, wakisherehekea mafanikio yao ya kila siku. Hakuna aliyejali juu ya vibwengo wala laana za chakula kilichotupwa nje. Lakini usiku huu ulikuwa tofauti. Hakuna aliyejua, lakini vibwengo walikuwa wamejilisha kwa chakula kilichotupwa na familia ya Malina. Kama alivyosema Lucas, wangejilisha kwa majivu. Na bila kujua, walijua kuwa vibwengo wangechukua hatua kubwa zaidi kuliko walivyofikiria. Saa 6 usiku, vilio vya kutisha vilianza kusikika kutoka kwa nyumba ya familia ya Malina. Watoto walilia kwa hofu kubwa, huku wakimbia kutoka chumba kimoja hadi kingine. Mume wa Bi Malina, aliitwa Daniel, alikimbilia mlangoni, akiona kivuli cheusi kinachozunguka nyumba yao. Vibwengo wamerudi, Daniel alisema kwa sauti ya kutetemeka. Nadhani ni wakati wa kulipa kisasi kwa dhihaka zetu. Sauti ya vifundo vikianguka chini ilikozana na kelele za wanawake na watoto wakililia. Lakini kilichoshangaza ni kwamba, baada ya kelele za maumivu, kilio kilikoma ghafla. Hakukuwa na alama yoyote ya madhara tena, bali mnyama mweusi aliyejificha gizani. Tukio la maafa. Kesho asubuhi, familia ya Malina ilijikuta ikiishi bila maisha. Mume alikufa ghafla, bila sababu yoyote ya kimatibabu, huku watoto wakiwa wameshuka viwango vya akili zao, huku mama wa familia akianguka kwenye kifafa cha kutisha. Wengi walijua kuwa hili lilikuwa ni kulipiza kisasi cha vibwengo kwa dhihaka na kutupa chakula nje. Lucas alikusanya nguvu na akaenda kwa familia ya Malina kumwambia Bi Malina kuhusu kile alichokuwa akifikiria. Alijua kuwa familia ya Malina ilikuwa na machungu, lakini alijua pia kwamba walikuwa wamesababisha madhara kwa kutovunja mila za kijiji. Bi Malina, mlifanya kosa kubwa kwa dhihaka, alisema kwa huzuni. Vibwengo hawakubaliki na dhihaka. Walikuwa wamejitayarisha, lakini bado mna nafasi ya kutubu. Bi Malina aliketi chini, machozi yakitiririka kwa uchungu. Nilikosea Lucas, nilikosea kwa kutomjua vibwengo. Nilidhani ni hadithi ya zamani tu. Lucas aliangalia kwa masikitiko na akaondoka kwa huzuni, akijua kuwa familia ya Malina ingeendelea kuishi kwa mateso hadi watakapotubu. Baada ya maafa kuikumba familia ya Malina kwa laana ya vibwengo, Lucas alihisi mzigo wa kuwasaidia. Aliamua kumpeleka Bi Malina kwa mzee Mwasiti, mganga wa asili aliyekuwa na maarifa ya zamani kuhusu viumbe vya giza. Lakini safari yao haikuwa rahisi, kwa sababu vibwengo hawakutaka kuona yoyote akiokolewa. SAAUAUSIKUWAMAN. Kulipokucha, kijiji kilikuwa kimya isivyo kawaida. Hakukuwa na sauti ya kuku wa asubuhi, wala vishindo vya wanawake wakielekea kisimani. Kila mtu alijua kilichotokea familia ya Malina, na sasa walijawa na hofu. Vibwengo walikuwa wametoa onyo lao kwa njia isiyo na shaka. Lucas, akiwa bado kijana lakini jasiri kuliko wengi, aliamua kuchukua hatua. Alimwambia mama yake, nitampeleka Bi Malina kwa mzee Mwasiti. Ikiwa kuna mtu anaweza kumwokoa, ni yeye tu. Atatusaidia kuielewa hasira ya vibwengo. Mama yake alimsihi asiende usiku huo, lakini Lucas alikuwa amedhamiria. Alimkuta Bi Malina akiwa amekaa kwenye kitanda chake, akishika kichwa chake huku macho yakiwa hayana mwelekeo. Bi Malina, Lucas alisema kwa sauti ya upole, ni wakati wa kuondoka hapa. Nimekusudia kukusaidia. Kwa shida, Bi Malina alikubali. Walimfunga kitenge na kumsindikiza hadi nje ya nyumba. Kisha wakaanza safari ya kwenda kwa mzee Mwasiti aliyekuwa anaishi pembezoni mwa msitu wa Mnyororo, mahali ambapo hata watu jasiri waliepuka kupita usiku. NJIAYAGIZ NAVIVULIVULIVYAMOTO. Wakiwa njiani, upepo wa baridi ulianza kuvuma na matawi ya miti yakaanza kuzungumza kwa lugha yao ya misitu. Miti ilikuwa inalia, kana kwamba ilikuwa ikilia kwa uchungu wa miaka mingi. Bi Malina alitetemeka. Lucas, una uhakika hii ndiyo njia sahihi? Lucas alisimama na kuangalia juu ya mti mmoja uliokuwa umeinama kama mtu aliyechoka. Ndiyo, huu ndio mwanzo wa njia ya mzee Mwasiti. Lakini kuna kitu cha ajabu leo, kimya kingi mno. Waliendelea kutembea hadi walipokaribia mto mdogo, ambapo waliona kitu cha kutisha. Kivuli cheusi, kilichofanana na mtoto lakini kilikuwa na miguu miwili mirefu ya paka na mikono ya binadamu. Kilisimama upande wa pili wa mto, macho yake yaling'aa kama makaa. Lucas alimshika Bi Malina mkono. Usiseme kitu, usimtazame machoni. Lakini Bi Malina hakuweza kujizuia. Alimwangalia yule kiumbe na mara moja akaanza kutetemeka, akasujudu chini na kuanza kuongea maneno yasiyoeleweka. Lucas alijua hilo lilikuwa ni kivuli cha mtangulizi wa vibwengo, kiumbe wa mapatano ya kale.
Alichomoa unga wa mti wa mtakatifu aliyekuwa amepewa na mama yake, akautupa hewani, na mara upepo mkali ulivuma na lile kivuli likayeyuka kwenye moshi mweusi. Walijua sasa kwamba walikuwa kwenye ardhi ya viumbe wa zamani, milango ya waliopotea. KWAKEMZEMWASIT. Baada ya kutembea kwa saa 3, walifika kwenye kibanda kilichojengwa kwa matawi na ubao wa mierebi. Mzee Mwasiti aliishi peke yake, karibu na mti mkubwa wa miujiza unaoitwa msanda wa uhai. Alipowaona wakifika, alisimama bila hata kuuliza sababu ya ujio wao. Laana ya chakula nje. Vibwengo hawajasahau. Sasa wanataka damu, sio chakula tu, alisema kwa sauti ya kupindapinda kama inayotoka kwenye kisima. Lucas alimsimulia kila kitu, kuanzia tukio la familia yake hadi kwa familia ya Malina. Mzee Mwasiti aliingia ndani ya kibanda chake na kutoka na bakuli lililojazwa majivu meupe. Majivu haya ni ya chakula kilicholiwa na viumbe wa kale miaka 300 iliyopita. Ndani yake kuna sauti ya waliolia, waliotubu na waliokufa kwa dhihaka. Hapa ndipo msaada wenu ulipo. Akamwagia Bi Malina majivu hayo kichwani, huku akiimba nyimbo za kiunyago. Ghafla, Bi Malina alipiga kelele kali, akainama kwa maumivu makali kifuani. Akakaa kimya. Macho yake yalipofumbuka, yalikuwa meupe kabisa. Akaanguka na kupoteza fahamu. Mzee Mwasiti akasema, sasa amesafishwa, lakini vibwengo hawatakoma mpaka familia nzima ifanye tambiko la msamaha. TAMBIKOLAUSIKUWAGIZ. Walirejea kijijini na Lucas alikusanya mabaki ya familia ya Malina. Watoto wawili waliokuwa wamebaki na binamu wa mbali waliletwa. Usiku huo, chini ya mti wa mikangazi, tambiko kubwa lilifanyika. Waliweka sadaka ya ugali, maziwa, damu ya kuku na mishumaa 4 ya nywele za binadamu. Mzee Mwasiti aliimba kwa sauti ya kutetemesha ardhi, mliodharau chakula, leo mnaomba radhi. Mliocheka vibwengo, leo mnalia. Pokeeni sadaka yetu, mpunguze ghadhabu yenu. Ndipo upepo mkubwa ulivuma, ukazima mishumaa. Moshi wa ajabu ulizunguka tambiko, na sauti ya kutoka chini ya ardhi ilisikika. Tumepokea, lakini kumbukeni, mtu mwingine akitupa chakula, hatutasamehe tena. Tutachukua roho. Baada ya tambiko la kusafisha familia ya Malina, kijiji cha Mgude kilianza kupata matumaini mapya. Lakini laana ya chakula kilichotupwa nje haikuwa imeisha. Kulikuwa na mtu mmoja kijijini aliyeamini kuwa mila hizo ni za kishenzi na kuendelea kuivunja kimakusudi. Mtu huyo alishindwa kuelewa kuwa laana haichagui aliyeelimika au mjinga, bali huja kwa yeyote anayevunja agano la ardhi. Je, umepewa neno siri? MLATULIVU. Kwa wiki nzima baada ya tambiko, kijiji kilionekana kuwa kimetulia. Hakukuwa na vifo vya ajabu, vilio vya usiku, wala milango inayojifungua yenyewe. Watu walianza kurudia tabasamu, watoto kucheza njiani, na wanawake kuimba wakati wa kupika. Lucas alirudi kwa maisha yake ya kawaida ya kuchunga mbuzi. Mama yake, Mama Jacinta, alikuwa akifurahi kuona kijana wake akiwa salama, licha ya yote aliyojitolea. Lakini kule mtaa wa 5, alikuwepo Bui Dickson, mtaalamu wa afya, aliyehamia kijijini miezi 3 tu iliyopita. Alikuwa ni mtu wa mijini, msomi, na hakuwa akiogopa mambo ya jadi. Alikuwa anacheka hadharani akisema, hii hadithi ya vibwengo ni hadithi ya kuwafunga watu wajinga, mliopitwa na wakati tu. Na hivyo ndivyo alivyoishi, bila kujali. CHAKULAKILICHOKATALIWA. Siku moja, baada ya kuhudhuria sherehe ya jirani yake, Barua, Dickson alirudi na chakula kingi cha aina mbalimbali. Alijaribu kukila, lakini tumbo lake lilikuwa limejaa. Badala ya kukihifadhi, alikiweka nje nyuma ya nyumba yake. Ugali, maharage, samaki wa kukaanga, vyote viliwekwa kwenye chombo cha plastiki na kufunikwa na karatasi. Majirani walipomuonya, alicheka tu. Mbona fisi wa usiku wanavifurahia sana hivi chakula? Lakini hakuwa anajua kuwa hicho kilikuwa chakula cha viapo, chakula kilichopitia kwenye mikono ya watu wengi waliokula kwa pamoja na kutoa nadhiri. Hakikustahili kutupwa, hakijawahi kusamehewa. USIKUWASAATISA. Usiku huo, upepo ulianza kuvuma kutoka mwelekeo wa mashariki, ambao ni mwelekeo wa vifo kwenye mila za Mgude. Milango ya nyumba ya Dickson ilianza kubisha yenyewe, mlio wa tok tok uliofuatana na vishindo vya miguu laini kama ya mtoto mdogo ikitembea kwenye dari. Alipoamka, alifikiri ni paka wa jirani, lakini aliposogea sebuleni, aliona kivuli kimetulia kwenye kochi. Kilikuwa kimenyamaza, hakionekani sura yake. Alipojaribu kuwasha taa, taa zililipuka na chumba kikaingia giza. Ni nani wewe?
Dickson aliuliza kwa hofu. Kivuli hicho kilijibu kwa sauti ya kuvuta pumzi. Ulitupa sadaka, sasa tunataka damu. Ndipo sura ya kivuli ilianza kubadilika, ikawa kama ya mtu aliyekufa kwa njaa, macho yakiwa yametoka, mdomo ukiwa wazi kupita kiasi, na meno yakiwa yamejaa kuoza. Aliruka kuelekea kwa Dickson, lakini mwanga wa radi ukamulika ghafla na kivuli kikapotea. Dickson alipiga kelele, akatoka mbio nje ya nyumba akiwa amevaa boxer tu, hadi kwa jirani yake. Alilia, akasimulia kila kitu. Hapo ndipo watu wa mtaa wa 5 wakajua laana haikuwa imekwisha. Lucasain, Giaten, Akati, Kahar, Kati. Lucas alipofahamishwa, alijua hili ni lango la pili la laana. Wakati wa tambiko la kwanza, mzee Mwasiti alikuwa ameonya kuwa kuna milango mitatu ya laana. Ya kwanza ilihusu familia ya Malina, ya pili itafunguliwa na mpinga mila, na ya tatu italeta balaa la kijiji kizima. Tukiacha hii ya pili bila kuifunga, ya tatu haitasubiri wiki moja, Lucas alimwambia mama yake. Alichukua unga wa mchanga wa mto Mtumbwi, ambao huaminiwa kuwa na uwezo wa kufunga milango ya wapotovu, na kuelekea kwa Buli. Dickson, akiwa ameongozana na vijana watatu waliokuwa tayari kushiriki tambiko. TAMBIKOLAKIFUN walipofika, waliomba ruhusa kwa Dickson, ambaye kwa mara ya kwanza alikubali kunyenyekea. Alikiri kosa lake mbele ya wanakijiji waliokusanyika kwa hofu. Tambiko la pili lilifanywa usiku huo huo. Lucas alinyunyiza mchanga wa mto kwenye sehemu chakula kilipotupwa. Walimwaga maziwa ya ng'ombe mwenye doa la madoadoa nyeusi, ishara ya msamaha wa giza. Kisha walijaza chungu cha udongo na chakula kipya, ugali, maharage na vipande vitatu vya nyama ya sungura. Chakula hicho waliweka katikati ya njia panda ya msitu. Waliondoka bila kugeuka nyuma. Asubuhi yake, chakula kilikuwa kimeliwa. Hakukuwa na mabaki, hakukuwa na sauti, hakukuwa na harufu. Ilikuwa kimya kimya cha kukubalika. LAKINITHADHARIILIKUWEPO. Mzee Mwasiti alikuja na kuwaita Lucas na mama yake. Laana ya pili imefungwa, lakini laana ya tatu inakuja kutoka kwa yule msomi wa ng'ambo ya kijiji, mzee Rajabu, anayeamini mila ni upuuzi, na amepanga kuchoma makumbusho ya kale. Akifanya hivyo, vibwengo hawatakuja tena kimya kimya, watakuja kwa vurugu. Laana ya kwanza ilikumba familia ya Malina. Laana ya pili ilimwandama Dickson aliyevunja mila. Lakini sasa, lango la tatu limekaribia kufunguliwa. Kijiji chote kiko kwenye njia panda ya hatima. Mzee Rajabu, msomi wa zamani wa kijiji, amepanga kuchoma makumbusho ya mila, akiamini ni chanzo cha ujinga. Lakini kitendo hicho kimeandikwa katika maandiko ya kale kuwa ndicho kitatikisa mizizi ya ardhi na kuwafungua vibwengo wote waliokuwa wamelala. WAZ o la moto. Mzee Rajabu alikuwa ni mtu wa kipekee. Alisoma nje ya nchi, akirudi akiwa na shahada ya historia na falsafa. Akiwa kijijini, alionekana kama mkombozi wa fikra za kisasa. Mara kwa mara, alisimama katika mikutano ya kijiji na kusema, maendeleo hayaendani na ushirikina. Tukitaka shule, barabara na hospitali, lazima tuamke kutoka usingizi wa mizimu na tambiko. Lakini alipofika mwezi wa Mei, aliandika waraka wa kutangaza kuchoma makumbusho ya mila, jumba lililokuwa linatunza mikoba ya mizimu, vyungu vya tambiko, vinyago vya mababu na vitabu vya maandiko ya zamani yaliyoandikwa kwa damu ya wanyama. Aliuita zoezi hilo Operation Futa Upuuzi. Wengi walinyamaza kwa hofu, wengine walimshangilia, wachache walinia. TISHIOLAKUSIKAKA. Usiku wa tarehe 13 Mei, kabla ya kuchoma jumba hilo, Lucas alimpata mzee Rajabu akitembea kando kando ya nyumba yake. Babu, tafadhali, na kuomba kama mtoto wako, usifanye hivi. Ukichoma makumbusho, si mila tu zitapotea, bali milango ya giza itafunguliwa. Rajabu alimtazama Lucas kwa jicho la dharau, akasema, mizimu haina nguvu mbele ya elimu. Mambo ya kale ni hadithi za hofu. Watu kama wewe mnaukumbatia ujinga. Lucas alinyamaza, lakini moyo wake ulijua usiku huo usingepita salama. MWALIWA, saa 2 usiku, moto ulianza kuchomwa. Mzee Rajabu akiwa na watu wake waliweka petroli kwenye makumbusho ya mila. Vipande vya historia vilianza kushika moto, picha za wazee, mawe ya matambiko, mashuka ya tambiko la uzazi, na hata kinu cha mzee wa kale aliyefundisha tiba za jadi. Moto uliwaka juu angani, uking'ara kama jua la usiku. Watu walikusanyika mbali, wakiangalia kwa hofu. Ndani ya dakika 20, kila kitu kilikuwa majivu. Mzee Rajabu alitabasamu kwa ushindi.
lakini tabasamu lake lilikatizwa na upepo mkali ulioanza kuvuma kutoka kila mwelekeo. Je, umepewa msaada na mtu yeyote kujaza maombi haya? NALOTEMBEA. Usiku huo huo, watoto wa kijiji walianza kupiga kelele. Wa kike na wa kiume walikimbilia nyumba za wazazi wao wakiomba msaada. Mama, kuna mtu chumbani kwetu, ana mikono kama ya mti. Baba, kuna sauti ya mtu analia kwenye dari yetu. Watu walikusanyika uwanjani, kila mmoja akiwa na hofu. Kisha taa za kila nyumba zikazimika mara moja. Giza likatawala. Hali haijawahi kuwa hivyo. Ndipo kilio cha kwanza cha vibwengo kiliposikika, kilio kisicho na huruma, kilio cha machozi ya damu. Kilitoka msituni, kilisogea kama wingu, kikizunguka kijiji. KINYAGOCHAMOTO. Lucas alinyanyuka na kuelekea kwenye sehemu moto ulipochomeka. Aliamini na alijua kuwa walichoita kinyago cha Roho Mkuu hakikuungua. Aliamini kilikuwa na maisha. Ndipo akakikuta katikati ya majivu, kikiwa kimejifunika kwa jivu, lakini macho yake yakitazama moja kwa moja kwake. Unataka tuishi, uturejesheje? Kilisema kwa sauti ya maumivu. Lucas alitandika mkeka mdogo, akaweka kipande cha maziwa ya ngamia, unga wa muhogo na majivu ya moto wa tamaduni. Naomba msamaha wa wote waliofungua milango pasipo idhini. Ndipo kinyago kilipoanza kupumua, kikasimama na kutoweka kwenye anga kama moshi mzito wa kahawia. JHASIAZAVIB. Katika sehemu nyingine za kijiji, vibwengo vilianza kuvamia nyumba. Viliwakamata wale waliokuwa wakicheka mila, vikawaingiza kwenye ndoto za mateso. Baadhi walianza kutambaa kama nyoka mchana kutwa. Wengine walipoteza sauti zao. Wengine walilia kwa wiki bila kujua sababu. Lakini kilichotisha zaidi ni kuwa watoto wa kijiji walianza kuimba nyimbo za zamani bila kufundishwa. Walikuwa wanaita, zirejee ngoma, zirejee nyoka wa tambiko, zirejee masikio ya babu. Wazazi walilia. Walijua kizazi kipya tayari kimefungwa kwenye laana. Vibwengo vimeshaenea kijijini. Nyumba za waliochoma mila zimejaa vilio. Watoto wameanza kuimba nyimbo za tambiko bila kufundishwa, na giza linazidi kumeza hata yale yalionekana kuwa ya kisasa. Katika yote haya, Lucas anapelekwa ndotoni kukutana na mzimu wa Mzee Mgude, babu wa kizazi cha kwanza, ambaye alikataza chakula kutupwa usiku. Ni huko atakapojifunza asili ya laana, maana ya vyakula vya tambiko, na jinsi kizazi kilichokosa nidhamu kilivyofungua lango la kuzimu. NDOTOI LIYOAMS HAMILAN GOYAWAKATI. Usiku wa tarehe 15 Mei, Lucas alipata ndoto ya ajabu. Alikuwa anatembea msituni, lakini kila hatua aliyopiga, dunia ilirudi nyuma miaka 300. Mitindo ya mavazi ilibadilika, majengo yalipotea, na mandhari ikarudi kuwa ya kijiji cha kale kabisa. Ndipo akajikuta mbele ya kaburi lililofunikwa kwa udongo mwekundu na mchicha wa porini. Kaburi hilo liliandikwa, Mzee Mgude wa mwanzo, mlinda mila, mtunza tambiko. Mara kaburi lilifunguka, na mzee mrefu aliyevaa ngozi ya fisi akatoka akitembea juu ya ardhi bila miguu kugusa udongo. Unataka kijiji kiishi? Aliuliza kwa sauti ya hewa na upepo. Lucas akatikisa kichwa. Basi rudisha mila, rudisha heshima ya chakula. Wamechemsha, chakula ni kiapo. Wanapokitupa usiku, wanatupa baraka zangu. Na vibwengo hupitia pale chakula kilipoangushwa. Hapo ndipo hukutana na nyayo za watoto, na hapo ndipo laana huanzia. Lucas Alilia. Na nifanyeje sasa? Yote yameshaanza. Mzee Mgude alinyosha mkono. Chukua vumbi hili, vipe kwa waliotenda dhambi, wasafishe malango yao. Lakini kumbuka, kama mmoja tu atapuuza, kizazi kizima kitaondoka. Lucas alipokea mfuko mdogo wa vumbi jekundu. KAZIYAUKOMBOZI. Alipoamka, Lucas alianza safari ya kwenda nyumba kwa nyumba, kuzungumza na familia zilizoathirika. Aliwaomba msamaha kwa niaba ya kijiji. Aliwapa vumbi hilo na kuwaambia walinyunyize pale walipotupa chakula usiku, iwe jikoni, uani au barazani. Watu wengine walilia walipokumbuka makosa yao, lakini familia ya Mzee Rajabu ilikataa. Walimwambia, hatutaamini kamwe mambo ya kale. Hayo ni ushirikina usio na maana. Lucas aliondoka kwa huzuni, akijua kizazi hakitaokoka kabisa mpaka kila mmoja atubu. KIZAKIZITOCHAUSIKU. Usiku huo, mvua ilinyesha ya damu. Si mvua ya kawaida. Ilikuwa na harufu ya mafuta ya kupikia yaliyooza. Kila tone lilipogusa ardhi, majani yakakauka. Wanyama wakakimbilia milimani. Miti ikalia.
Ndipo giza zito likatua kijijini. Watoto wakaanza kutokwa na vidonda vya moto midomoni. Wazee wakapoteza kumbukumbu ghafla, na wanawake wajawazito wakaanza kulia usiku kucha, mimba zao zikiwashwa, kana kwamba kuna kitu kinacheza ndani yao kwa nguvu zisizo za kawaida. Lucas alisimama juu ya mnara wa shule ya msingi, akaangalia kijiji kizima. Hatuwezi kuendelea hivi. Kitu kikubwa kinakuja. Lucas alielekea mtoni pale wazee wa zamani walipokuwa wakifanyia tambiko la kusafisha kizazi. Alivaa kaniki ya bibi yake aliyekuwa mganga. Akaweka chakula mezani, wali wa nazi, ndizi mbichi na kipande cha nyama ya kondoo. Akakaa kimya kwa saa moja. Ndipo kivuli cha mzee Mgude kikarudi. Umejaribu, lakini kuna aliyepuuza. Nani? Lucas akauliza kwa hofu. Mwana wa Rajabu. Mtoto wake alimwaga wali wa sadaka nyuma ya nyumba. Walipuuza onyo. Ndipo mlango wa chini ya ardhi ulipofunguka pale mtoni na vibwengo vikaanza kutoka. Lakini sasa havikupanda kijijini, vilimfuata Lucas, kwa sababu alikuwa ndiye aliyebeba matumaini. Siku ya pili, Lucas hakupatikana. Wazee walisema amechukuliwa kama kafara ya mwisho. Lakini watoto waliokuwa wanacheza uwanjani walionyesha mkoba wake mdogo wenye vumbi jekundu ukiwa juu ya jiwe la tambiko lililokuwa limeangushwa miaka mingi iliyopita. Ndipo mzimu wa kijiji ulipoanza kutulia. Watoto wakapona vidonda, mimba za kina mama zikatulia, miti ikaanza kuchipua tena.